السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا وسلمنا من النار. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia kipenzi chake tukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darsa yetu ya leo ni ukamilisho wa maudhui ambayo tuliitaja mwanzo katika darasa hii, nayo ni makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala katika kuletwa kitengo hiki ambacho kinaendelea, kitengo cha saumu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tulitaja baadhi ya yale makusudio ya funga ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, minha tahqiq al-ubudiyyah lillah wa taqwa Allah tabaraka wa ta'ala wal istighfar was sabr. Kataja kwamba miongoni mwa yale makusudio ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliweka funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwanzo ni kule kuhakikisha kwamba wanadamu wameshikamana na katika kumwabudu yeye, kuhakikisha ibada kwamba inafanywa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Pili ni kupatikana uchaji Mungu, yani mtu anapokuwa ni mwenye kufunga kulingamana na maamrisho vile alivyokuja, basi katika thamara na matunda yake kwamba kutapatikana ndani yake uchaji Mungu. Lakini pia kataja kwamba min maqasid as-siyam ni al-istighfar wa tawbatu ila Allah tabaraka wa taala, kwamba mtu awe atakuwa ni mwenye kuleta msamaha na ni mwenye kupata tauba ya Allah tabaraka wa taala. Vile vile tukaangazia kwamba makusudio ya funga ya Allah tabaraka wa taala ni kwamba huyu mwanadamu ni mwenye kupata subra, ni mwenye kushikamana na jambo la kusubiri. Leo insha Allah tabaraka wa taala tutataja jambo jingine ambalo linakuja baada ya makusudio ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, sababu katika kufunga pia
kama tulivyokuwa tulitaja, kunapatikana ndani yake tadhkir bin ni'ma au tadhkir bi ni'ami was-siha wal afia min sihhati al-badan, kwamba huyu mwanadamu anakuwa ni mwenye kukumbuka zile neema za Allah tabaraka wa taala anapokuwa yeye amefunga, pata ile siha nzuri, kwa yeye ana afya, kiwiliwili chake kiko imara kabisa. Sasa neema kama hii anatakikana mwanadamu awe ni mwenye kuishukuru. Kwa hiyo ndiyo ikapatikana kama katika makusudio pia ya funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kushukuru zile neema za Allah tabaraka wa taala. Neema zinaposhukuriwa zinakuwa ni zenye kubakia, lakini neema zinapokuwa ni zenye kukufuriwa zinakuwa ni zenye kimbia. Labda kwa kuongezea kidogo kuhusu hili jambo la kushukuru zile neema, yani kaifiyatu ash-shukr lin-ni'am, namna ya kuzishukuru zile neema za Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu atakuwa ni mwenye kuzishukuru zile neema kwa namna gani? Shukrullah taala, kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzishukuru zile neema za Allah tabaraka wa taala, yakunu bil iktiraf, yani zinakuwa au zinashukuriwa zile neema pale mwanadamu anapokuwa ni mwenye kuzitambua. Al-iktirafu bin ni'am, kuzitambua zile neema ambazo Allah tabaraka wa taala amekuneemesha. Katika miongoni mwa namna ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala qalban, na hii inafanyika kimoyo. Iwapo moyo wako utazingatia na kufahamu neema Allah tabaraka wa taala amekuneemesha, wa thanau alaiha lisanan, lakini mwanadamu atakuwa pia ni mwenye kuzishukuru zile neema za Allah tabaraka wa taala baada ya kwamba ashazitambua kwenye moyo wake, lakini wa thanau alaiha, akawa yeye ni mwenye kuzisifu lisanan, kwa ulimi wake akatamka kwamba hii ni neema, hii ni afya Allah tabaraka wa taala amenineemesha nayo, hii ni neema kwamba Allah tabaraka wa taala amenineemesha kwamba mimi nimeweza kufunga. Moyo wake umezingatia na ulimi wake unatamka, lakini kuzishukuru zile neema za Allah tabaraka wa taala ni pale yule mwanadamu anapokuwa yeye anazitumia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wa taskhiriha fi taatihi, lakini kuzitumia zile neema za Allah tabaraka wa taala katika kumtii jawarihan, kiwiliwili, ukawa wewe unadumisha zile toa kumtii Allah tabaraka wa taala. Na hili lina kusanya ndani yake al-iktharu min alhamdulillah, ni pale mwanadamu anapokithirisha katika kusema alhamdulillah, kushukuru Allah tabaraka wa taala. Wakadhalik at-tahadduth bi ni'amillahi wa bi ni'amillahi, akawa yeye ni mwenye kuzitamka na kuzitaja zile neema za Allah tabaraka wa taala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaambia katika Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama kwa zile neema alizokuneemesha Allah tabaraka wa taala, fahaddith, basi wewe uwe ni mwenye kuzitaja, yani shukran lillahi, kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Neema utashukuru pia kama ni mali,
kwa kuitolea sadaqa, kwa kuswali. Mwanadamu pia atakuwa ni mwenye kushukuru zile neema kwa kuswali. Lakini mwanadamu ikiwa zile neema ni zenye kujikariri kwake yeye, itaonekana kwamba yeye anamshukuru Allah tabaraka wa taala bisajdati shukri inda ni'amil mutajaddida, pale anapokuwa yeye ni mwenye kuitekeleza ile sijida ya kushukuru, ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Neema kwake yeye zinajikariri, anazipata kila mara. Basi anapoleta ile sijida ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, hiyo ni namna katika miongoni mwa namna ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini pia namna ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika neema ni al-amalu bimuqtada an-ni'am, kufanya kazi au kutenda kulingamana na ile neema vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amekuneemesha. Kwa hiyo njia ambazo ni za kushukuru zile neema ni kushukuru kimoyo na kushukuru Allah tabaraka wa taala kwa ulimi, lakini pia kushukuru kwa kile kiwiliwili, biitirafi fadlillahi, kujua zile fadla za Allah tabaraka wa taala, wathanau billisani, na kuzisifu zile neema kwa kutamka kwa ulimi, lakini walistikhdamu ni'am bitaa, na kule kuzitumia zile neema katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika iman, kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa taala ni moja katika miongoni mwa makusudio ya sheria ambayo tumewekewa ya kufunga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia jambo jingine ambayo ni makusudio ya Allah tabaraka wa taala kutuwekea sisi funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni dhikrullah, kumtaja Allah tabaraka wa taala. Yani Allah tabaraka wa taala ameweka funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili hawa wanadamu wawe ni wenye kudumu, ni wenye kuendeleza utajo wa kumtaja yeye Allah tabaraka wa taala sabahan wa masaan, wakati wa asubuhi na wakati wa jioni, lailan wa nahara, wakati wa usiku na wakati wa mchana. Mwanadamu anatakikana yeye adumishe jambo la kumtaja Allah tabaraka wa taala, kwa sababu adh-dhikru ta'atun, kumtaja Allah tabaraka wa taala ni katika taa na ni katika ibada. Hadithi aliyopokea Sa'id ibn Jubayr anasema adh-dhikru ta'atullah, kumtaja Allah tabaraka wa taala ni katika taa ya kumtii yeye Allah. faman ataa Allah, mwenye kumtii Allah tabaraka wa taala, man ataa Allah, mwenye kumtii Allah tabaraka wa taala, faqad dhakarahu, basi yeye amemtaja Allah. Yani mwanadamu anapokuwa katika dawamu ya kumtii Allah tabaraka wa taala, hamuasi Allah tabaraka wa taala, huyu yuko katika utajo, yuko katika kumtaja Allah tabaraka wa taala. Waman
man lam yuti'hu, na yeyote yule ambaye hamtii Allah tabaraka wa taala, akawa yeye ni mwenye kumuasi Allah tabaraka wa taala, falaysa bidhakirin lahu, huyu basi anakuwa si mtu katika miongoni mwa wale ambao wanamtaja Allah tabaraka wa taala. Wa in kathura minhu at-tasbih, hata kama itakithiri kwake yeye kwamba kumsabihi Allah tabaraka wa taala, ikiwa yeye hana taa, hamtii Allah tabaraka wa taala, anafanya maasiya, lakini akawa yeye anatamka na kukithirisha katika kuleta tasbih wa tilawatul Qur'an, akawa yeye anasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, lakini yeye amekosa jambo la kumtii Allah tabaraka wa taala, basi huyu ametoka katika kumtaja Allah tabaraka wa taala. Lakini dhikrullah, katika miongoni mwa vitu ambavyo havikatiki ni ule utaji wa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Yani mwanadamu anatakana aendelee kumtaja Allah tabaraka wa taala. Al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali anasema al-a'malu kulluha yufraghu minha, yani matendo yote ambayo ni matendo ya ibada anapoyatenda mwanadamu ni matendo ambayo anaweza kuyakata au akayapatia nafasi akapumzika. Mathalan, ibada ya swala, anaweza kuswali salatu dhuhur akapumzika akasubiri salatu al-asr, kaswali salatu al-asr akapumzika akasubiri salatu al-maghrib. Lakini ibada ya kumtaja Allah tabaraka wa taala ni ibada ambayo la yanqati, ni ibada ambayo haikatiki. Mwanadamu anaweza kudumisha na kuendelea na kuendeleza kumtaja Allah tabaraka wa taala, lakini wadhikru la faragha lahu wala inqidha. Sema Ibn Rajab, utaji wa kumtaja Allah tabaraka wa taala hauna faragha, kwamba mtu akapata faragha wakati kwamba yeye apumzike, wala inqidha, kwamba huu utaji wa kumtaja Allah tabaraka wa taala, leo nimeleta tasbih au leo nimeleta tahlil, basi imekomea hapa, leo ndio mwisho. Ni vitu endelevu, au utaji wa Allah tabaraka wa taala ni wenye kuendelea milele. Lakini al-a'mal, matendo haya ambayo anayatenda huyu mwanadamu, matendo ya kiibada, tanqati binqita'i dunya. Ibn Rajab anasema matendo ya mwanadamu, ibadati anazozifanya, tanqati, ni zenye kukatika, ni zenye kumalizika, binqita'i dunya, pale dunia inapokuwa ni yenye kumalizika kwake, intaha amru, inakuwa amemalizikiwa na yeye. Wala yabqa minha shay fil akhirah, wala hakuna kitu chochote kinachobakia kesho akhirah. Lakin wadhikru la yanqati. Subhanallah, yani utaji wa kumtaja Allah tabaraka wa taala unakuwa haukatiki, unaendelea. Lakini ma huwa afdalu dhikr? Maqasid siyam, nisema katika makusudio ya kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kwamba watu wawe watadumisha jambo la kumtaja Allah tabaraka wa taala. Idha ma huwa afdalu dhikr, ni yupi ule utaji uliokuwa ambao ni bora zaidi wa kumtaja Allah tabaraka wa taala? Nasema afdalu dhikr, ubora wa utaji wa kumtaja Allah tabaraka wa taala ni mwanadamu kudumisha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.
qadir. Huu ndio utajo ambao ulikuwa bora zaidi. Mwanadamu anatakikana amtaje Allah tabaraka wa taala kwa dhikri kama hii, kwa sababu utajo kama huu la ilaha illa Allah ni utajo ambao ulikuwa umebeba aqida na tauhid ya huyu mwanadamu muumini, bali kutamka shahada ndiyo sababu ya mtu kuingia katika Uislamu, na ndiyo namna ya kufanya upya imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, jaddidu imanakum, yani ifanyeni upya ile imani yenu. Qila wama wa kaifa nujaddidu imanuna, sahaba kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vipi sisi tutaifanya upya ile imani yetu? Vipi sisi tutakuwa watu wa tauhid? Namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qulu la ilaha illa Allah, yani tamkeni kwa kutaja utajo kama huu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, kwamba hakuna mola anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika wake, lahul mulk, yeye Allah tabaraka wa taala ndiyo mwenye ufalme wote, ndiyo mwenye kumiliki, walahul hamd, na yeye ndiyo mwenye kuwa na himdi zote, kushukuriwa, wa huwa ala kulli shay'in qadir, lakini Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu, kwamba yeye anao uwezo. Kwa hiyo afdalu dhikr, huu ndio ule utajo ambao ni bora zaidi, lakini ma'a tasbih wa tahmid wa takbir, pamoja na mwanadamu anatakana alete tasbih, amsabih Allah tabaraka wa taala, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Lidhalika الرسول صلى الله عليه وسلم jaalaha, kwa ajili hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia kwamba hizi adhkar fi kulli salawati al-khams, katika sala zote tano wanatakikana waumini wao wanazileta 33 mara, mtu azilete mara 33, subhanallah mara 33, walhamdulillah mara 33, wallahu akbar, baada ya watu kwamba wamemaliza zile swala za faradhi. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad rehma na amani zimshikie, anasema ahabbul kalam, bora ya maneno yalikuwa yanapendeza zaidi ila Allah, wa Allah tabaraka wa taala, arba'un, maneno manne, mazungumzo manne yanapendeza kwa Allah tabaraka wa taala. Neno la kwanza ni neno gani? Ni pale mwanadamu anapotamka subhanallah. Hili ni neno ambalo au ni utajo ambao unapendeza kwa Allah tabaraka wa taala. Walhamdulillah, akamshukuru Allah tabaraka wa taala, akatamka akasema walhamdulillah. Wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Haya ni maneno ambayo yanapendeza kwa Allah tabaraka wa taala. Wayaqul, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema albaqiyatu salihat, yalikuwa yamebaki katika mambo ambayo ni mazuri mema. Albaqiyatu salihat ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wala hawla wala quwwata illa billah.
Haya ndiyo albaqiyat as-salihat, mabaki yaliokuwa yamebakia, yaliokuwa ni mambo mema, mambo mazuri. Qala sallallahu alayhi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumerehmana amani zimsikia anasema, istakthiru min albaqiyat as-salihat, kithirisheni katika kutaja na kutamka yale ambayo ni albaqiyat as-salihat, mabaki yaliokuwa mema mazuri. Qila wa ma hiya, kaulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma hiya, ni yapi hayo ambayo ni baqiyat as-salihat? Qala at-takbir, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni at-takbir. Leteni ni takbir, Allahu akbar, wat-tahlil, wat-tasbih, na kuleta tasbih, wat-tahmid, na kuleta tahmid, na kusema alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Haya ndiyo katika yale ambayo yanaitwa albaqiyatu as-salihat. Ndugu katika iman, utajo adhikrullah, at-takbir ni katika dhikrullah, kusema Allahu akbar ni katika kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wa kullu al-ibadat jaa bi dhikrillah, ibada zote zile ambazo watu wanazifanya, watu wanazitekeleza, zimeletwa katika njia ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Lakini katika miongoni mwa afdalul ibadat, bora wa ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa ametutajia sisi, ambazo ni katika adhkar, ni katika utaji, ni ma yadullu alayhi qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, afdalul ibadat al-qira'atul Qur'an. Ubora wa ibada ni kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, al-Qur'an. Qur'an ni katika adhkar za kumtaja Allah tabaraka wa taala, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni bora katika zile ibada ambazo anaweza kuzitekeleza katika kumtaja Allah tabaraka wa taala huyu mwanadamu. Rawa al-Imam Abu Nuaym fi fadail al-Quran, ameipokea Imam Abu Nuaym katika fadail al-Quran an Anas, kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa Mtume rehma na amani zimshikie, anasema afdalul ibadati qira'atul Qur'an, ubora wa ibada ni mtu kukaa na kusoma kile kitabu cha Allah tabaraka wa taala, al-Qur'an. Lidhalika min maqasidi siyam, katika makusudio ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, shuria hadha siyam liqiraati al-Qur'an, imewekwa funga kama hii kwamba watu wao watakithirisha katika kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Lidha hadha al-hadith yadullu ala anna qira'at al-Qur'an wa tilawatuhu ibadatun. Hii ni hadithi ambayo ni dalili ya kuonyesha kwamba kuisoma ile Qur'an, kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ibadatun, ni ibada, min afdalil ibadat, bali ni katika zile ibada ambazo ni ibada ambazo ni bora, allati yataqarrab biha al-insan ila Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ni ibada anajikurubisha huyu mwanadamu
kujiweka karibu na Allah tabaraka wa taala. Lianna al-ishtighal biqira'atihi, yani anapojishughulisha yule mwanadamu katika kukisoma kile kitabu cha Allah tabaraka wa taala, afdal, ni bora min al-ishtighal bi jami' al-adhkar, hata kuliko yeye akawa yeye amejishughulisha na kuleta zile adhkari zote. Mwanadamu akijishughulisha na kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, tuseme hapa kuna wanadamu wawili, mmoja amejishughulisha katika kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mwingine amejishughulisha katika kuleta adhkari tofauti zile za Allah tabaraka wa taala. Mizania, nani alikuwa bora? Wote ni bora, lakini alikuwa bora zaidi ni yule ambaye ishtaghala biqira'ati alquran, yule ambaye amejishughulisha katika kusoma kile kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo afdal min al-ishtighal bi jami' al-adhkar illa ma warada bi sha'nihi amrun khas, isipokuwa kuna zile adhkar ambazo zimetajwa na Allah tabaraka wa taala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazitaja kwamba hizi ni adhkar, ziko na utukufu wake. Qala al-Imam al-Mannawi, mwanachuoni al-Imam al-Mannawi fi taysir bi sharh al-Jami' as-Saghir, anasema afdalu al-ibadatu qira'atu al-Qur'an, bora wa ibada ni mtu kusoma al-Qur'an. Lianna al-qari'a yunaji rabbah, kwa sababu yule mwenye kusoma kile kitabu cha Allah tabaraka wa taala, mwenye kuisoma ile Qur'an, yunaji rabbah, yeye ananong'ona au anamnong'oneza, anazungumza na Allah tabaraka wa taala. Waliannahu, na ubora wake unakuja kwamba aslul ulum wa ummuha wa ahammuha, kwamba Qur'an ndiyo asli ya elimu zote. Aslul ulum, ilmu za sheria, ilmu za tibbi, ilmu zote zinapatikana katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Waliannahu aslul ulum wa ummuha, na huyu ndiyo mama wa elimu zote, ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Lakini wa ahammuha, na Qur'ani ndio ilikuwa ya muhimu zaidi. Kwa hiyo fal ishtighalu biqira'atihi afdal bil ishtighal min jami' al adhkar, kule kujishughulisha na kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kuisoma Qur'an ni bora kuliko kule kujishughulisha na kutaja zile adhkar, illa ma warada fihi shay'un makhsus, isipokuwa zile ambazo ni adhkar zimetajwa kwamba hizi ni special au zimewekwa katika jambo fulani. Min thumma, ndio hapa akasema al-Imam Shafi'iyya, tilawatul Qur'an afdalu dhikrul 'am, kusoma Qur'an ndio utajo uliokuwa bora zaidi. Al-Imam Ibn Battal alipokuwa akisherehesha Sahih al-Bukhari, qala ath-Thawri, anasema al-Imam ath-Thawri, sami'na, kwamba sisi tumesikia, anna tilawata al-Qur'ana fi as-salati afdal, tumesikia kwamba kuisoma Qur'ani mtu akiwa katika swala afdal, ni bora min tilawatihi fi ghairi as-salat, kuliko kuisoma ile Qur'ani mtu akiwa hayuko kwenye swala. Wanavyoni walikuwa na mazingatio makubwa sana. Mtu anakuja kuletea fikra na kujishughulisha na kutaka kujua, je, kusoma Qur'ani ukiwa katika swala ni bora ama ukiwa katika sehemu nyingine bila katika swala ndiyo bora? Sasa anasema Ibn Battal, qala ath-Thawri, sema Imam ath-Thawri, sami'na anna tilawata al-Qur'an fi salati afdal, kwamba kuisoma Qur'ani katika swala kwamba ni bora
min tilawatihi fi ghairi as-salah, kuliko kuisoma ile Qur'ani mtu anapokuwa hayuko katika swala. Wa tilawatul Qur'an afdalu min adh-dhikr, na kusoma Qur'ani ni bora hata kule kuleta zile adhkari nyingine. Wa dhikru afdalu min as-sadaqa, lakini kumtaja Allah tabaraka wa taala afdalu min as-sadaqa, ni bora hata kule kutoa zile sadaqa. Was-sadaqatu afdalu min as-sawm, taja kwamba na ile sadaqa ni bora hata kuliko ile funga. Lidhalika law su'ila shakhsun, law atauliza man adam ma alladhi yadullu alayhi qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam afdalu al-ibadat qira'atu al-Qur'an, akiuliza mtu hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni dalili ya nini? Jawabu ni kama tulivyoeleza kwamba ni dalili ya kuonyesha kwamba kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni katika afdalu adh-dhikri, ni bora katika zile adhkar. Kwa hiyo hata anwa adh-dhikr, sampuli za utajo za kumtaja Allah tabaraka wa taala kathiratun, ni nyingi. Wa afdaluha ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lakini dhikri ambayo ni bora zaidi ni ile ambayo imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema wa afdalu dhalik, na bora katika hizo tilawatul Qur'an, kuisoma Qur'an, wa mudarasatuhu, na kuifundisha ile Qur'an, wa ta'allum ahkamihi, na kule kusoma zile hukumu zake, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaum fi baiti min buyuti llahi, na hawajajumuika watu katika nyumba katika miongoni mwa nyumba za Allah, yani almasajid, yatluna kitab Allah, wakawa wao wanakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa yatadarasunahu, na huku wanadarisishana wanasomeshana, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa wao inateremka kwa wao utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na wakafinikwa na zile rahma, wa haffathumul malaika, lakini wakawa wao pia wamefinikwa na zile mbawa za malaika, wa dhakarahumullahu fi man inda, wakataja mbele ya Allah tabaraka wa taala wale waliokuwa nao. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad rehma na amani zimshikie akasema, afdalul kalam ba'da al-Qur'an, bora ya maneno baada ya maneno ya Qur'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Kwa hiyo Qur'ani hapa ikapewa kipao mbele kwamba ni bora. Kwa hiyo yani al-adhkar au adh-dhikru, kumtaja Allah tabaraka wa taala, ni katika makusudio kwamba ya hii funga ambayo tunaifunga, shahru Ramadhan, funga ambayo iko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Makusudi yake ni kwamba watu wao watakuwa ni wenye kumtaja Allah tabaraka wa taala bitilawati al-Qur'an, wakisoma kitabu chake Allah tabaraka wa taala, wal ikthar min dhikrihi, min dhikri Allah tabaraka wa taala, na wakithirishe katika kumtaja Allah tabaraka wa taala. Lakini katika maqasid sharia ambayo tutamalizia pia sheria ya funga, Allah tabaraka wa taala akakiweka kitendo hiki cha kufunga ili watu wapate husnul khuluq, tabia njema, kwamba muumini muislamu anapokuwa yeye ni mwenye kufunga kama vile funga ilivyokuwa imeamrishwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, akaitekeleza vile inavyotakikana na kufanya zile ibadati tofauti tofauti ambazo zimewekwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan,
yahsul hadha almu'min ala darajati husnul khuluq, atafikia huyo muumini katika daraja kwamba yeye atakuwa na tabia zilizokuwa njema, tabia bora. Na husnul khuluq, tabia njema, tabia nzuri, ndiyo kitu ambacho kilikuwa na uzito zaidi katika mizani ya huyo mu'min kesho ya al-qiyama. Lidhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume rehma na amani zimfikie anasema, ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyama min husn al-khuluq. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min shay'in athqal, hakuna kitu ambacho kilichokuwa na uzito zaidi fi mizani, kesho katika mizani al-mu'min, mizani ya mu'min يوم القيامه, kesho يوم القيامه, min husni al-khuluq, hata kuliko tabia njema. Yani mtu akawa yeye amejipamba na tabia ambayo ni tabia nzuri, na tabia nzuri ni kule kufuata maamrisho na sheria za Allah tabaraka wa taala. Hii ndio tabia njema. Lidhalika lamma suila Rasul sallallahu alaihi wasallam, alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abi Huraira anasema aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo au mambo ambayo kwa wingi sana watu wataingizwa nayo katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Qala taqwallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja jambo la uchaji Mungu, na tulitaja kwamba uchaji Mungu katika maqasidi siyam, watu kuwa wachaji Mungu katika makusudio ya funga. Wa husnul khuluq, lakini na tabia nzuri, mtu kuwa na tabia njema, kuwa na tabia nzuri ni katika miongoni mwa mambo ambayo yatamuingiza au mambo ambayo watu wataingia nayo sana kesho ya al-qiyama katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, an akthar ma yudkhilu an-nas an-nara, ni jambo gani ambalo litaingiza watu kwa wingi sana katika moto? Faqala al-famu wal-farj, mdomo huu watu ambao wanatamka matamshi, wal-farj, na tupu zile walizokuwa wamebeba. Yani hivi vitu viwili uchaji Mungu na husnul khuluq, tabia njema, watu watakuwa ni wengi katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, wataingizwa nazo peponi kwa sababu ya uchaji Mungu na tabia njema. Lakini watu watakwenda kuingizwa katika moto wa jahannam kwa wingi sana kwa sababu ya midomo yao na kwa sababu ya tupu walizokuwa wamezibeba. Hadithi nyingine ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, akmalul mu'minina imanan, yani ukamilifu wa muumini katika imani yake, yani imani ya muumini inakuwa ni yenye kukamilika kwa muumini imani yake. Ahsanuhum khuluqa, ni yule ambayo alikuwa na tabia njema zaidi. Lakini wa khiyarukum khairukum linisaihim, na mtu ambaye ni bora ni yule ambaye ana wapendelea zaidi wale wanawake zake. Ndio Aisha siku moja akasema, nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, innal mu'mina, hakika ya mu'min, la yudriku bi husni khulqihi, anafikia muumini kwa tabia yake njema, darajatu saimil qaimi, yani muumini anapokuwa na tabia kwamba tabia yake ni nzuri, tabia njema, anafikia ile daraja ya mtu ambaye amefunga tena akasimama kisimamo cha usiku kwa sababu ya ile tabia njema.
Hadhihi alahadith, hadithi hizi ambazo tumezitaja takriban hadithi 4, tadullu ala fadli husn alkhuluq, ni hadithi zinazoonyesha dalili ya fadhila za kuwa na tabia njema. Kwa hiyo ndani yake kuna dalili ambayo inamlazimu muumini an yuhsina khuluqahu, kwamba afanye uzuri, aipambe, aitengeneze ile tabia yake, wa an yajtahida fi dhalik, lakini ajitahidi katika hilo, lakini wa yu'alija amru, awe atakuwa ni mwenye kulitibu jambo hili la kuwa na tabia njema. Lakini kwa sababu anapokuwa yeye amegeuka akawa na tabia ambazo ni mbovu, tayari huu ni ugonjwa. Kwa hiyo lazima ugonjwa kama huu awe kila mara ni mwenye kuutibu, hatta yakuna husna alkhuluq ma ikhwani, husnul khuluq ma ikhwani, mpaka awe na tabia njema pamoja na wale ambao ni ndugu zake. Tayyiba alkalam, awe na matamshi mazuri. Tayyiba albishr, awe mzuri katika kuwabashiria wenzake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisifu kwamba tabia ya mtu, kwamba tabia njema ya mtu inafikia katika kuweka uzito katika mizani kesho yaumul qiyama. Akasema wa inna Allaha, lakini Allah tabaraka wa taala yubghidul fahisha albadhi, Allah tabaraka wa taala anamchukia mtu ambaye ni fahish, mtu ambaye mwenye tabia chafu, tabia mbovu. Albadhi, mtu ambaye ni mbaya, mwovu, matamshi yake ya kukasirisha, matamshi yake matukano, tabia zake kuudhi wenzake. Kwa hiyo mtu kama huyo Allah tabaraka wa taala anakuwa anamchukia. Kwa hiyo fal akhlaqul fadila wal a'malu salihah, tabia ambazo ni bora na matendo ambayo ni mazuri, kulluha tahtaji ila sabri wa jihadi. Hivi ni vitu ambavyo vinahitajia subra, vinahitajia jihad, na vinahitajia inayatun amika, inahitajia juhudi ambayo ni kubwa sana kwa huyu muumini. Yani maqasidu sharia ya Allah tabaraka wa taala kuweka kitengo hiki cha funga, ndiyo yani funga makusudio yake ni kitengo kilichokuwa kimeletwa na Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya tarbia ya huyu mu'min, kwamba yeye anakuwa yuko katika tarbia, malezi. Lidhalika, kwa ajili hiyo tunapata katika hii funga ambayo tunaifunga mwezi mmoja, lakini ndani yake lau kama mtu atafunga kisawasawa, yahsul, anafikia ile daraja ambayo ni daraja ya al-ubudiyya, ya kutambua Allah tabaraka wa taala biniyatihi al-khalis, kwanza kwa nia yake iliyokuwa njema, anafikia daraja kama hii. Lakini pia katika hii funga ambayo tunafunga, al-mu'min yahsul, anafikia darajatut taqwa, anafikia daraja ambayo ni daraja ya uchaji Mungu. Kaifa dhalik? Biibadatihi, kwa kule kutekeleza zile ibada ambazo ni ibada tofauti tofauti. Lakini bisawm, kwa kufunga huyo mu'min yahsul at-tawbah wal istighfar au al-maghfirah min Allah tabaraka wa taala. Mtu kwa kufunga hii funga ambayo tunaifunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, muumini anafikia kwamba yeye anapata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Bali saum, bali funga hii ambayo tunaifunga, ndugu katika imani, ndani yake sisi
tunasoma somo kubwa na tatbiqia, na kimatendo tunakuwa tunatekeleza namna ya kuwa na subra. Sabru ala almajaa, kuwa na subra katika kubakia kuanzia asubuhi mpaka kufikia jioni kukaa na njaa, yahitaji ila sabr. Sabru ala taa, sabru katika kutii amri za Allah, sabru anil maasiya, sabru katika kujizuilia katika kuingia katika maasiya, lakini as-sabru ala aqdarillah, na pia tuna subra katika kuwa yale makadirio ambayo Allah tabaraka wa taala ametukadiria. Lakini funga pia kama hii Allah tabaraka wa taala, kama tulivyotaja, ameijalia kwamba ameiweka katika mwezi ambao unzila fihi alquran, mwezi ambao imeteremshwa hii Qur'an. Kwa hiyo ilipokuwa Qur'ani imeteremshwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma, na akija malaika Jibril akawa anachukua mudarasa kutoka kwa malaika Jibril. Kwa hiyo sisi pia tunatakikana kama wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwe ni mfumo wetu kwamba sisi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tunakisoma kile kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Haya ni baadhi ya mambo ambayo muumini anatakana kuyasoma na kuyafahamu, kuelewa makusudio ya funga ambayo ametwekea Allah tabaraka wa taala katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumuomba Allah tabaraka wa taala ajalie ni mwenye kutakabali funga zetu, na ajalie matendo yetu yawe ni khalisan li ajli Allah, yawe yametakasika kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala. Atakushie na maradhi, atupatie umri ambao kuna khairi na sisi, na tujalie yale ambayo waumini wanayataka awafikishie yawe na khairi kwa wao. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.